hii ni The Kickoff ambayo inakujia kila siku katika media yetu ya Sema Africa bana. Pia tunapatikana katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, YouTube, Instagram, kote unaweza kutupata kwa jina la Sema Africa Media, na ukiandika The Kickoff utakuwa umetisha kinoma noma kupata details zote za kimichezo, utakuwa umetisha. Naam, langu jina ni Humphrey James, takupitisha katika taarifa zote za kimichezo ndani na nje ya nchi. Tukianzia hapa nchini bwana, leo kikosi cha timu ya taifa Taifa Stars wameondoka kuelekea nchini Misri katika kwenda kucheza michezo yao miwili katika kalenda ya FIFA bwana. Hizi ni mechi katika kalenda ya FIFA. Taifa Stars watakwenda kuminyana nazo hizo mechi, wataenda kucheza mechi mbili ili kukamilisha kalenda ya FIFA. Na kiungo wa Young Africans Azizi Ndambwile, ambaye zilitokea taarifa mbalimbali kwamba zinasema kwamba alikuwa anadai Yanga pesa yake ya signing fee bwana, ambazo ilipelekea yeye Azizi Ndambwile na wakala wake kwenda kufungua kesi TFF, kitu ambacho kilikuwa kinachafua swala zima picha nzima ya Young Africans. Ukiangalia Azizi Ndambwile sasa hivi tunamuona kuna taarifa zinasema kwamba ameshapatiwa fedha zake, na hili Yanga wamempa hizo hela ili aweze kufuta kesi katika kufuta kesi TFF. Na taarifa zingine, msemaji wa Young Africans Ali Shabani kama amesema kwamba msimamizi wa mchezaji unatakiwa uwe na leseni bana. Kama huna leseni ni kitu ambacho cha kushangaza kidogo. Msimamizi wa mchezaji lazima uwe na leseni ya kumsimamia mchezaji, na kama mwandishi kama alivyoandika hii ni kama alivyoandika katika ukurasa wake wa Facebook kwamba kama mwandishi unaenda kumfanyia mahojiano msimamizi wa mchezaji ambaye hana leseni, ni kitu cha kwenda kuchafua pacha ya chapa ya timu, unaenda kuchafua chapa ya timu bwana, au vipi? Huyo ni Ali Shabani Kamwe. Na stories zingine ambazo nitakusogezea hapa bwana ni za kimataifa. Ni gwiji wa zamani wa Barcelona na timu ya taifa ya Spain, anaitwa Andres Iniesta bwana. Andres Iniesta anakabiliwa na tuhuma za ulaghai nchini Peru bwana. Huu ni gwiji wa Barcelona na timu ya taifa ya Spain. Andres Iniesta anakabiliwa na tuhuma za ulaghai huko nchini Peru, na hiyo ni moja ya story. Ndipo nitakusogezea story nyingine bwana. Mayele na wenzake, wachezaji wenzake wa DR Congo wameahidiwa fedha nyingi, milioni 200 na shirikisho la mpira barani, shirikisho la mpira la Congo, DRC Congo bana. Wameahidi wachezaji wao kama wakishinda kufanikiwa kufuzu kuelekea katika World Cup watapata milioni 200. Na hiyo ilikuwa moja ya taarifa nyingine ambayo tutakusogezea bwana. Hii ni kidogo ya kustaajabisha katika mashindano ya Olympic. Mashindano ya Olympic bwana, Brazil wamechukua medali ya dhahabu katika mashindano ya kulala, yaani mtu kulala muda mrefu. Brazil wamechukua dhahabu, medali ya dhahabu katika mashindano hayo. Na story nyingine bwana ni vuguvugu ambalo linaendelea katika swala zima la Lamine Yamal, ugomvi ambao unasababisha katika timu mbili bwana, shirikisho la mpira la Spain pamoja na Barcelona. Barcelona wanamtaka Lamine Yamal kutokana na majeraha yake, na shirikisho la soka au timu ya taifa ya Spain inamhitaji katika michezo ya kufuzu World Cup. Lakini kitu kilichotokea, Barcelona wameweza kushinda, wamemchukua Lamine Yamal ili waweze kufanya matibabu, kitu ambacho hakijampendeza kocha wa Spain Luis de la Fuente, na kuweza kuwa amejitokeza wazana kuongea na waandishi wa habari. Amesema kwamba yeye ndiye aliyemshawishi Lamine Yamal kurudi katika klabu yake ya Barcelona, na kitu ambacho kimewacha watu wengi katika mshangao mkubwa. Na taarifa nyingine bwana ni winga wa Brazil pamoja na klabu ya Barcelona, Rafinha yeye karejea katika kikosi cha Barcelona baada ya kutoka ni majeraha muda mrefu. Tunajua tulimkosa katika baadhi ya mechi na ikiwemo El Clasico. Kwa hiyo Rafinha amerejea. Hii ni habari nzuri kwa wapenzi wa Barcelona na Brazil kwa ujumla, maana Brazil sasa hivi wataenda kucheza na mechi yao dhidi ya Senegal katika zile mechi FIFA friendly match zile ambazo zimepangwa bana, Brazil na Senegal. Kwa hiyo
tutajie kitu kizuri kutoka kwake Rafinha. Naam, hii ilikuwa ni the kick off ya Sema Africa Media. Pia usisahau kusubscribe, comment, kushare katika mitandao yetu ya kijamii. Utakuwa umetisha kinoma noma. Kama nilikwambia, ulikuwa nami Humphrey James. Bye bye.